Tuna msongamano wa magari haya yanayokuja kushusha bidhaa hapa. Maelekezo yetu Mstahiki Meya, tunayo nafasi kubwa ya barabara kule. Kwa nini msingeweka utaratibu, magari yanayokuja yanapanga kule foleni, halafu yanaingia kwa utaratibu hapa, kama lile la viazi, lile la vitunguu, kama na mmoja au mawili anaingia, anashusha, anatoka na kuja mengine, ili kuondoa hali ya msongamano. Tukiondoa hali ya msongamano, maana yake hata hii hali ya uchafu iliyokuwepo tutaiondoa kiasi kikubwa sana. Kwa tungeshauri na tungeelekeza, kwa sababu tunao nafasi kubwa kule kwenye ile kiwanda cha chuma, barabara ile kule, magari yanaweza kupaki pale, hapa yakaingia kwa zamu kuja kushusha. Hilo pia linahitaji degree. Hilo pia linahitaji degree. Mstahiki Meya, wakati mnakwenda kujenga barabara hizi za ndani ya soko kwa zege, lakini hapa pia wana changamoto kubwa. Hii barabara kubwa, changamoto ni kwa sababu maji ya mvua yakija huwa yanatuama na wakati mwingine yanapita kwa kasi kuelekea kwenye soko. Mimi ushauri wangu, mnao uwezo kabisa jiji mkajenga mfereji upande huo ambao maji haya yote yakiporomoka ni kwenye mfereji huo, anakwenda mfereji mkubwa pale, changamoto inaondoka. Huko ndani hapatakuwa na msongamano wa maji, wala hapa patakuwa na msongamano wa maji. Hilo pia linahitaji degree. Hilo pia linahitaji degree. Mnapohangaika na shida za watu, lazima mtapata majawabu yao, lakini tukizoea shida za watu hatutakuwa na majawabu siku zote. Hawa ndio wanaofanya sisi tukapata kodi ya serikali. Hawa ndio wanafanya sisi tukapata mahitaji ya vyakula vyetu. Lazima mahala hapa pawe safi, pawe salama, pawe pazuri, wafanye biashara zao mahala pazuri, wafanye biashara zao mahali salama. Hiyo ndio raha ya wafanyabiashara, na hiyo ndio raha ya wananchi, na hiyo ndio furaha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na hiyo ndio furaha Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, na hiyo ndio furaha ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, na hiyo ndio furaha ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, soko hili limefika mahali limekuwa kama kituo cha bodaboda. Kuna wafanyabiashara wa bodaboda wamo humu ndani, wanatozwa shilingi 1000 kila wiki na uongozi wa soko, na fedha hizo hazifiki kwenye halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa pana tatizo, lakini sisi kama halmashauri tumekubaliana tutakabiliana nalo na tutapambana nalo. Wale wote ambao wanajinyima halmashauri mapato, sisi kama halmashauri tutahakikisha tunakabiliana nayo, mapato ya halmashauri yafike katika wakati maalum na sehemu husika. Ipo haja sasa ya kuona namna bora ya usafi katika masoko yetu. Halmashauri kwa ushauri tu wanaweza kurudi kwenye meza kupanga namna nzuri ya usafi wa mazingira kwenye masoko na jiji letu la Tanga, kwa sababu ni kitu ukiona kuna baadhi ya maeneo tunafanya kazi kienyeji, yani tumewapa watu wafanye kazi, lakini nadhani sasa tungekuja kwa mfumo wa tenda. Mwenyekiti, halmashauri katangaza tenda, watenda wakaomba, wakashindana, ili siku tukija hapa tena ama ukirudi mwenyekiti, tuambiwe tulimpa tenda fulani anafanya kazi nzuri, kwa sababu mtenda yeye atakimbizana na kazi ambavyo maelekezo aliyopewa na halmashauri.